Serikali ya Tanzania imesema kuwa inaendelea na programu ya malezi na makuzi kwa watoto wadogo kuanzia mwaka 0 hadi miaka 8, na hiyo ikiwa ni programu ya awali ambayo ujenzi wa ubongo wa mtoto mdogo unafikia kilele chake cha 90%. Kauli hiyo ya serikali imetolewa na Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Daktari Dorothy Gwajima, wakati akijibu maswali mbele ya waandishi wa habari jijini Dodoma, ikiwa ni siku 100 tangu kuingia madarakani kwa Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan baada ya uchaguzi wa mnamo Oktoba 29 mwaka jana. Programu hii ya malezi na makuzi inaanza kuanzia mwaka 0 mpaka miaka 8. Tunasema hiyo ni programu ya awali ambapo ujenzi wa ubongo wa mtoto unafikia kilele chake cha 90%. Tukitoka hapo tuna programu nyingine inaanza ya miaka 10 kupanda juu kuelekea miaka 18. Inahusisha mpaka watoto hawa wadogo ambao wako majumbani kupitia vituo vya malezi na makuzi ambavyo tunavijenga kwenye umma, na kuna vingine private sector pia imevijenga. Hivyo basi nikianza miaka hiyo 0 tunaelekea mpaka asizidi miaka 8. Tuondoe kwenye vichwa vyetu kwamba tunaanzia miaka 8. Tunaanza 0 mpaka 8. Elimu kwa wazazi tunatoa. Kuna vikundi vya wazazi ambavyo tunaviunda. Sasa hivi tuna vikundi karibu 1400 na kitu kwa ajili ya kuhakikisha na wao wanaelewa kile tunakitaka wakifanye kwa huyu mtoto. Lakini tuna vikundi vya wadada ambavyo vinaundwa katika mikoa ya Dar es Salaam ikihusisha maafisa ustawi wa jamii, na hii program inakwenda nchi nzima. Ili hawa wadada wa kazi wawe ni wale sio wadada wa kazi, wadada wasaidizi wa kazi, mpaka hata wakaka wasaidizi wa kazi, wale wawe ni wenye tija. Na tunakwenda kuanzisha mbele ya safari hata program za malezi na makuzi kuwapatia hawa wasaidizi wetu wanaotusaidia majumbani kuwahudumia watoto wetu ili wawe na sifa. Sio akiondoka tu mzazi mtoto anafunguliwa analelewa na TV au analelewa na simu. Tunataka malisho ya yule msaidizi wa pale nyumbani yaendane na program ya kumfanya huyu mtoto afikie kitu kinachotakiwa. Nilipelekwa nje ya nchi na Mheshimiwa Rais tukatembelea huko, wanaita Nani Academy, ziko kule. Sasa hapa ni wakati wa sisi kwenye utekelezaji wa program hizi tuanze kufikiria kwenda kwenye kuwa na maeneo maalum ya kuwafundisha, ili wewe unahitaji msaidizi naye arasimishwe na haki zake ziwepo mbele ya safari, ili akupatie kilicho bora wewe, lakini alipatie taifa kilicho bora. Hii ndio mikakati tulio nayo. Day care center tunazo, zina huduma jumuishi. Tunaendelea kutoa wito kwa sekta binafsi waje wawekeze kuanzia ngazi ya kule vijijini. Hivyo basi vyote hivi vinaitwa program jumuishi ya kitaifa ya malezi na makuzi ya watoto, ambapo pila zake ni afya. Ujue unamlisha nini, so uji tu unaweka sukari pale na ukwaji tayari uji wa mtoto kila siku shiba ulale, hapana. Lakini tuna program ya lishe pia na afya, chanjo, tujue kama zote zimetimia kwenye kipindi chake, huyu msaidizi wa kazi ajue ya mambo. Lakini ulinzi, umlinzeje mtoto ili akili yake isipate vitu ambavyo ni hatari kwake, lakini asiweze kufikiwa na mtu hatari akapewa vitu hatari. Lakini tuna masuala ya elimu ya awali. Watu wanatakiwa kucheza. Wacheze michezo gani? Ukienda nchi za nje mtoto anachezeshwa kujipikilisha rasmi, anachezeshwa vitu, ananyosha pasi, mtoto anachezeshwa michezo ambayo baadaye inamuexpose kwamba utakapokuwa mtu mkubwa kuna ndege, kuna magari, kuna nini, vyote hivyo vinaenda kitaalamu. Sio tunamfanyisha kazi, yani program za kucheza, lakini anacheza michezo ya tija. Sio kimbia pale ujifiche, unioni na kuona. Tunataka kwenda kisayansi zaidi. Majibu haya ya serikali ya Tanzania yanakuja huku kukiwa na baadhi ya taarifa ya matukio ya ukatili kwa watoto wadogo nchini humu wakifanyiwa na wadada wa kazi majumbani wakati wazazi wao wanapokuwa wamekwenda makazini. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.